kitabu Al-Fusulu fi sirati ar-Rasuli sallallahu alayhi wasallam, kitabu kinachohusu madarasa katika historia ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Na tumesoma sehemu ya kwanza ambayo ilijumuisha mukaddima, utangulizi, na nasaba ya mtume sallallahu alayhi wasallam, nasaba yake mpaka kwa babu yake wa 20 Adnan. Tumesoma na tumeeleza yale yote yanayofungamana na nasaba hiyo. Kisha tukasoma nasaba ya mtume sallallahu alayhi wasallam baada Adnan, baada ya babu yake wa 20 ambaye ni Adnan, mpaka kwa Ismail alayhi salam. Na leo tunaingia katika darasa jingine katika historia ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema mtunzi wa kitabu ambaye ni Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, faslun fi wiladatihi wa radha'ihi wa nash'atihi. Hili ni darasa kuhusu mazazi yake, mazazi ya mtume sallallahu alayhi wasallam, wa radha'ihi, na kunyonya kwake mtume sallallahu alayhi wasallam, wa nash'atihi, na makuzi yake mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hapa kuna jambo la kuashiria, jambo lenyewe kuwa ahlus sunnah wal jamaa ndio watu ambao wana mapenzi ya kweli na mtume sallallahu alayhi wasallam, kinyume na wanavyotuhumiwa na wazushi kwamba ahlus sunnah wal jamaa ni watu ambao hawana mapenzi na mtume sallallahu alayhi wasallam. Huu ni uongo, kwa sababu lau kama ingekuwa ahlus sunnah wal jamaa hawana mapenzi ya kweli kwa mtume wao sallallahu alayhi wasallam, wasingejishughulisha na kuandika vitabu kuhusu historia ya mtume sallallahu alayhi wasallam na kuisoma na kuifundisha. Maimamu wengi katika imma wa ahli sunnah wal jamaa wakubwa kama Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, ambaye hapa tunasoma kitabu chake, ameandika kuhusu sira ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Hiyo ni ishara ya wazi na alama ya wazi juu ya mapenzi ya wanawachuoni wa ahli sunna kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha na wao ahli sunna wal jamaa katika misikiti yao, katika vituo vyao vya elimu, wanasomesha vitabu vinavyohusu sira na historia ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Yote haya ni kwa sababu ya mapenzi makubwa ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, kinyume na wao ahlul ahwa, watu wa matamanio, ambao wao hawasomi sira ya mtume sallallahu alayhi wasallam isipokuwa katika masiku maalumu, ndio pale inasomwa, tena inasomwa jumla jamala. Wengi wao ukiwauliza sira ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwa mapana yake na urefu wake na maelezo yaliyonyooka, hawawezi kukupa sira ya mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu huwezi kujua sira ya mtume kwa kusimuliwa katika usiku mmoja, haiwezekani. Kwa ni kana nani ambao wana mapenzi ya kweli? Bila shaka ni ahlus sunnah wal jamaa, kwa sababu mapenzi yao yanadhihirika kupitia matendo yao. Kwa hii ni faslun fi wiladatihi, ni darasa kuhusu mazazi ya mtume sallallahu alayhi wasallam, wa radha'ihi, na kunyonya kwake, wa nash'atihi, na makuzi yake. Ulida sallallahu alayhi wasallam, amezaliwa mtume sallallahu alayhi wasallam
يوم الاثنين, siku ya Jumatatu. Mtume sallallahu alayhi wasallam amezaliwa siku ya Jumatatu, na tunakumbushana kwamba kusoma sira ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni sharaf, ni jambo tukufu, kwa sababu tunasoma historia na sira yule ambaye ni afdalul khalq, mbora wa viumbe. Yani historia yako wewe mwenyewe, sikwambii historia ya mwingine, historia yako wewe mwenyewe kutoifahamu ni bora, na wala sio jambo baya. Kutofahamu historia yako wewe mwenyewe sio jambo baya kuliko kutofahamu historia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa jambo la kusoma historia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni jambo tukufu, ni jambo zuri. Kwa anasema mtunzi wa kitabu, Mtume sallallahu alayhi wasallam alizaliwa siku ya Jumatatu. Lilailataini khalata min Rabi'il awwali, baada ya nyusiku mbili kupita katika mwezi wa Rabi' al-awwal. Mtume sallallahu alayhi wasallam alizaliwa baada ya kupita nyusiku mbili katika mwezi wa Rabi' al-awwal, katika mwezi wa Rabi' al-awwal. Rabi' al-awwal kwa Kiswahili huku kwetu ni mfungo ngapi? Mfungo 6. Mwezi huu tuliokuwa nao, somo letu limeendana na mnasaba wa wakati tuliokuwa nao, mwezi wa Rabiul Awwal, tena katika masiku yale yale ambayo yanatajwa na wanawachuoni wa sira. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alizaliwa siku ya Jumatatu baada ya nyusiku mbili kupita katika mwezi wa Rabiul Awwal. Hapa atataja kauli mbalimbali za wanawachuoni kuhusu tarehe ya kuzaliwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Amezaliwa mwezi wa Rabiul Awwal, mfungo 6. Tarehe ngapi? Hapa kuna kauli zaidi ya moja. Kwa kauli ya kwanza ni hiyo, kwamba Mtume amezaliwa baada ya nyusiku mbili, kwa maana ima ni siku ya pili au siku ya tatu katika mwezi wa Rabiul Awwal. Waqila thaminuhu, na pemesemwa siku ya 8 katika mwezi wa Rabiul Awwal. Siku ya 8 mfungo 6, wako katika wanawachuoni waliyesema tarehe 8. Waqila ashiruhu, na wako waliosema siku ya 10, tarehe 10 mfungo 6, maana yake mwezi wa Rabiul Awwal. Hiyo ni kauli ya 3. Waqila, na wako waliosema kauli ya 4, lithintai ashrata minhu, siku ya 12 katika mwezi wa Rabiul Awwal. Siku ya 12 katika mwezi wa Rabiul Awwal, tarehe 12 katika mwezi wa Rabiul Awwal. Na hii tarehe ya 12 au kauli hii kwamba Mtume amezaliwa tarehe 12 mwezi wa Rabiul Awwal ndiyo qaulun mashhurun, ndiyo kauli mashuhuri, yani kauli iliyoshuhurika kwamba Mtume amezaliwa tarehe 12 mfungo 6. Hii ni kauli mashuhuri, lakini haina maana kwamba ndio kauli sahihi. Sio lazima kauli mashuhuri iwe ndio kauli sahihi. Inaweza kawa kauli sio sahihi, lakini ndio kauli imeshuhurika kwa watu, na inaweza kawa kauli ikawa sahihi na vile vile ikashuhurika kwa watu. Kwa hiyo kauli iliyoshuhurika sio kwamba ni sahihi, iliyoshuhurika kwamba ni tarehe 12. Lakini wako katika wanawachuoni waliosahihisha kwamba mazazi ya Mtume ilikuwa ni tarehe 8. Katika kauli ambazo zimetaja hapo, ilikuwa ni tarehe 8 mwezi wa Rabiul Awwal. Waqala Az-Zubair ibn Bakkar, na amesema mwanachuoni huyu Az-Zubair ibn Bakkar, ulida fi Ramadhana, Mtume sallallahu alayhi wasallam alizaliwa katika mwezi wa Ramadhan. Wa huwa shadhun, huyu mwanachuoni aliyesema kwamba Mtume alizaliwa mwezi wa Ramadhani ametofautiana na kauli nyingine zote, kwa sababu za nyuma zote tumeona kwamba ni mwezi wa Rabiul Awwal, isipokuwa tarehe tu ndio zimetofautiana. Lakini yeye akataja mwezi mwingine kabisa, amezaliwa Ramadhani. Mtunzi wa kitabu akasema kauli hii ni shadh, imepwekeka, yani hii iko mbali na usahihi.
kauli ambazo tumetanguliza kwamba ilikuwa ni mwezi wa Rabiul Awwal, imma tarehe 8 au tarehe 10, tarehe 12, na ukiangalia zote zimekaribiana, tarehe 8, 10, 12. Kwa hiyo usahihi upo katika kauli hizi, sio huyu aliyesema mwezi wa Ramadhan. Na kauli hiyo hakahu, ameitaja na kuisimulia As-Suhaili, Imamu As-Suhaili fi rawdihi, katika kitabu chake Ar-Rawd. Hapa kabla ya kuendelea, kuna jambo la kutanabahi nalo, jambo ambalo tunafaidika kupitia maneno haya, kupitia haya maneno ambayo ameyataja al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Tunafaidika kwamba tarehe ya kuzaliwa Mtume sallallahu alayhi wasallam inda al-ulama, kwa wanawachuoni wa historia, wametofautiana katika kauli zaidi ya 3. Mwingine anasema tarehe 8, mwingine tarehe 10, mwingine tarehe 12, wengine wanasema baada ya siku 2 katika mwezi wa Rabiul Awwal. Kwa kauli zaidi ya 3 wanachuoni wametofautiana. Kwa hiyo kujazimisha kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amezaliwa tarehe hii, yani kupitisha moja kwa moja kwamba Mtume amezaliwa tarehe 12 na ikawa watu wanasherehekea ndani ya tarehe hiyo na siku hiyo, wakaitakidi kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amezaliwa siku hiyo, si sawa sawa. Kwa nini? Kwa sababu jambo la mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, siku maalumu, ni jambo ambalo wanaochuoni wametofautiana. Bali wengine wakasema katika maulama kwamba hao wanaosherehekea tarehe 12 na kulazimisha kwamba Mtume kazaliwa tarehe 12, huenda hawasherehekei mazazi ya Mtume, bali wanasherehekea kufa kwake. Kwa nini? Kwa sababu kufa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wanawachuoni wa tarehe wa historia hawajatofautiana kwamba Mtume alikufa tarehe 12 mwezi wa Rabiul Awwal. Yani hakuna khilafu kwamba Mtume amekufa mwaka wa 11 Hijiria, mwezi wa Rabiul Awwal, tarehe 12, siku ya Jumatano, yaumul Arbi'a. Hakuna khilafu katika hilo. Kwa hiyo wao wanadhani wanasherehekea mazazi ya Mtume, kumbe huenda wanasherehekea kifo cha Mtume, kufa kwa Mtume, kwa sababu ndio jambo ambalo hakuna khilafu katika hilo. Hayo ni maneno ambayo wameyasema baadhi ya maulama. Kisha akaendelea kusema al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, wadhālika 'āmal fīli, wadhālika 'āmal fīli, na hilo tukio la kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam lilikuwa ni mwaka wa tembo. Wadhālika 'āmal fīli, ilikuwa mwaka wa tembo. Kwa ukiangalia mazazi, historia ya mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam imedhibitiwa mwezi wake. Mwezi ilikuwa ni Rabiul Awwal, na vile vile tarehe yake ilikuwa imma tarehe 8 au 10 au 12, na vile vile siku yake yaumul Ithnain, na vile vile mwaka. Lakini kipindi hicho bado kulikuwa hakuna tarehe ya Hijiria, bado ilikuwa hijaanza. Kwa hiyo mwaka aliozaliwa Mtume umedhibitiwa ni mwaka wa tukio la tembo. Na maulama wanasema Waarabu ilikuwa wanahifadhi historia zao kupitia matukio, wanahifadhi historia zao kupitia matukio. Limetokea jambo fulani, amezaliwa mtu fulani, wakitaka kuhifadhi ile tarehe yake na ule mwaka uliotokea, basi wanahifadhi kwa tukio ambalo limetokea mwaka huo. Kama ikiwa kuna tukio limetokea mwaka huo, maana yake inahifadhika historia ya huyo bwana aliyezaliwa kipindi hicho. Kwa hiyo lilitokea tukio la tembo na Mtume sallallahu alayhi wasallam akazaliwa mwaka huo huo. Na baadhi ya maulama wanasema
Allah subhanahu wa ta'ala katika hikma zake amejalia mazazi ya mtume yatokee katika tukio hili kubwa ambalo linadhihirisha ndani yake ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala wazi wazi kwa wale wenye akili, wenye kuzingatia. Kwa nini? Ili historia yake ihifadhike. Kwa sababu jambo likitokea likahifadhika na tukio ni ngumu kusahulika. Yani kama vile ambavyo leo hii tukasema kwamba huyu mtoto amezaliwa mwaka wa corona, manake kuzaliwa kwake huyo mtoto hapata sahulika, kwa sababu ule mwaka kulitokea tukio kubwa ambalo kila mtu yani imebakia katika historia. Mwaka fulani, mwaka 2019 ilitokea tukio la corona, kwamba huyu alizaliwa mwaka wa corona, manake itabakia hivyo. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alizaliwa mwaka ambao limetokea tukio la tembo. Tukio hili Allah subhanahu wa ta'ala amelieleza katika suratu Al-Fil alipomwambia mtume wake, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, hivi hujaona wewe mtume sallallahu alayhi wasallam namna Mola wako alivyowafanya watu wa tembo. Watu wa tembo kwa maana yule mfalme wa Habasha, Malikul Habasha, mfalme wa Ethiopia ambaye alikuwa akiitwa Abraha, alitoka na jeshi lake kubwa akikusudia kwenda kuivunja Kaaba. Na sababu iliyomfanya akusudie kuivunja Kaaba ni yeye alijenga katika miji yake huko Habasha jumba kubwa na kasri kubwa, akitaka watu wote walielekee jumba hilo na waache Kaaba kuelekea Kaaba. Sasa ili jambo hilo litimie, akaivunje Kaaba ili watu wote waelekee katika hilo jumba ambalo amelijenga yeye. Akatoka na jeshi lake kubwa likiwa ndani yake na tembo mkubwa ili aende kuivunja Kaaba. Wakatoka mpaka walipokaribia katika miji ya Makka. Watu wa Makka wakajua kwamba linakuja jeshi kubwa, na alikuwa ni mfalme mtawala anayefahamika. Walikuwa hawana nguvu ya kukabiliana nao, pamoja na kuwa watu wa Makka kipindi hicho walikuwa hawapo katika dini ya Uislamu, walikuwa katika jahiliya, lakini walikuwa wanaiheshimu ile Kaaba, wanaitukuza Kaaba kulingana na dini ya Ibrahim. Walikuwa wakiitukuza ile Kaaba. Ndio maana walipoivunja wakaijenga tena, waliwekana masharti kwamba hii Kaaba tutaijenga kwa vipato vyetu vya halali. Kama mtu alikuwa na kipato chake cha haramu, hakiingizi pale kwenye kutengeneza, kwenye kuitengeneza Kaaba, kwenye kuijenga Kaaba, vipato vya halali tu, kwa sababu walikuwa wakiitukuza Kaaba. Kwa hiyo walipoona kwamba hawawezi kupambana na Abraha aliyekuja na jeshi kubwa na tembo, wakakimbia katika majabali wakiongozwa na babu yake Mtume Abdul Muttalib. Abdul Muttalib akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala aihifadhi nyumba yake, kwa sababu hii nyumba ina mwenyewe ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala, Baitullahil Haram. Kama ikiwa ewe Allah subhanahu wa ta'ala hii ni nyumba yako tukufu, basi ihifadhi nyumba yako. Kafika pale Abraha na jeshi lake kubwa, mji ukiwa ni mtupu, wahusika na wenyeji wamekimbia katika majabali, hawawezi kupambana na Abraha na jeshi lake. Basi ikafika zamu ya tembo kwenda kuivunja Kaaba, tembo ambaye amefunzwa mafunzo. Basi yule tembo kile anapopelekwa na kusisitizwa aende kuivunja Kaaba, anarudi nyuma. Kila anapolazimishwa anarudi nyuma, hataki. Baada kwenda mbele anarudi nyuma. Ndio Allah anasema, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, hivi hujaona wewe namna Allah subhanahu wa ta'ala Mola wako alivyowafanya watu wa tembo, Abraha na jeshi lake. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, hivi Allah subhanahu wa ta'ala hakuvifanya vitimbi vyao ni venye kupotea? Vitimbi vyao walikuwa wakikusudia kuivunja na kuisambaratisha Kaaba, nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hakuvifanya vitimbi vyao viwe katika upotevu.
Na hili ni katika jambo ambalo linafahamisha ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale ambao wenye kutafakari. Tena haihitaji nguvu kubwa wala fikra kubwa wala akili nyingi, akili ya kawaida. Kama ikiwa watu wenye jeshi kubwa, mfalme huyu mwenye jeshi kubwa, kila aina ya silaha, na walishindwa kutimiza yale waliyotaka kwa sababu wao ni viumbe, Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwenye kuendesha kila jambo. Basi Allah subhanahu wa ta'ala hashindwi kuondosha vitimbi vya wale ambao walikuwa chini ya hawa. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil. Allah akawapelekea ndege makundi kwa makundi. Yule tembo hakuweza kuvunja Kaaba na alikuwa hataki kuvunja Kaaba. Hapo hapo Allah subhanahu wa ta'ala akawapelekea ndege makundi kwa makundi. Kila mwanajeshi alitumiwa ndege wake maalum. Ndege hao tarmihim bihijaratin min sijil, wakiwarushia mawe yanatoka katika moto wa sijil, mawe yanatoka katika moto wa sijil. Na kila jiwe lishakadiriwa liende kwa mtu fulani, kila jiwe kwa mtu fulani, kwa hiyo kila mtu akahusika pale. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, Allah subhanahu wa ta'ala akawafanya wale watu ka'asfin ma'kul, ni kama majani yaliyotafunwa, yalioliwa na wanyama kisha yakatemwa. Yani wakafanywa nyanga, yani kama vile ng'ombe akitafuna majani kisha akayatema. Wanasema jiwe lilikuwa likiingia utosini linatoka huku kwenye haja kubwa, linamaliza kila kitu. Allah subhanahu wa ta'ala akawaangamiza. Kwa hiyo likawa ni tukio kubwa limetokea mwaka huu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akazaliwa baada ya tukio hili kwa masiku kadhaa, atataja hapa. Kwa hiyo ikawa imehifadhika mwaka aliozaliwa mtume. Mtume alizaliwa mwaka wa tembo, mwaka wa tukio lile kubwa ambalo limedhihirisha ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasema wadhālika amal fili, na hayo mazazi ya mtume sallallahu alayhi wasallam yalikuwa ni mwaka wa tembo, yani mwaka wa tukio la tembo, mwaka ambao Abraha na jeshi lake liliangamizwa. Ba'dahu bi 50 yawma, baada ya mwaka huo, yani baada ya tukio hilo, ba'dahu yani baada ya tukio hilo bi 50 yawman, kwa siku 50. Baada ya kutokea tukio la kuangamizwa Abraha na jeshi lake, baada ya siku 50 mtume akazaliwa. Waqila, na wako waliosema bi 58 yawma, ni baada ya siku 58, sio 50, 58. Waqila, na wako waliosema ba'dahu bi 10 sinina, baada ya tukio hilo kwa miaka 10. Maana yake sasa ilikuwa sio mwaka huo ilitokea tukio la tembo, kisha baada ya miaka 10 ndio mtume akazaliwa. Wako waliosema hivyo. Waqila ba'da al-fili bi 30 ama, na wako waliosema baada ya tukio la tembo kwa miaka 30. Limetokea tukio ikapita miaka 30 ndio mtume akazaliwa. Waqila, na wako waliosema bi 40 ama, kwa miaka 40. Tukio la tembo limetokea kisha miaka 40 ndio mtume akazaliwa. Sheikh anasema wasahihu, lakini kauli sahihi, annahu wulida amal fili, mtume alizaliwa mwaka wa tembo, mwaka ule ule. Baada ya siku kadhaa mtume akazaliwa, imma 50 au 58. Hiyo ndio kauli sahihi. Wakad hakahu, na ameitaja hiyo Ibrahimu ibn al-Mundhir al-Hizami Sheikh al-Bukhari. Ameitaja huyu Ibrahim ibn al-Mundhir al-Hizami ambaye ni shekhe wa Imam al-Bukhari, mwalimu wake Imam al-Bukhari. Wa khalifatu, na ameitaja mwanachuoni mwingine ambaye ni Khalifa ibn Khayyat wa ghairihima, na wasio kuwa wao. Hapa imekuja wa ghairiha, usahihi wa ghairihima, na wasio kuwa wao, ijma'an, tena wametaja kwa makubaliano ya wanawachuoni. Yani wametaja kauli hii kwamba ni kauli ambayo wamekubaliana wanawachuoni kwamba mtume amezaliwa
mwaka wa tembo baada ya siku kadhaa. Anaendelea kusema wa mata abuhu wa huwa hamlun. Mtume sallallahu alayhi wasallam baba yake amekufa wa huwa hamlun, akiwa katika tumbo la mama yake. Yani baba yake amekufa ambaye ni Abdullah akiwa katika tumbo la mama yake. Na hii ni ablaghul yutmi, yani ni uyatima ule wa hali ya juu. Yani yatima ni yule ambaye hana baba, yani amefiwa na baba yake. Sasa uyatima unakuwa mkubwa kama ikiwa mtu hajawahi hata kumuona baba yake. Yani kabla ya kuzaliwa Mtume sallallahu alayhi wasallam baba yake ameshakufa. Maana uyatima wa hali ya juu. Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria hayo, na kuna hikma kubwa katika mitihani mengi, misukosuko mingi Mtume sallallahu alayhi wasallam ameipitia, tena mabalaa na misukosuko ambayo hawezi kuyapitia mwingine yoyote. Maana yake nini hii? Maana yake hikma za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amewapitisha mitume yake na watu wake wema katika mitihani mikubwa kuliko wengine waliokuja baada yao. Hikma yake, yani miongoni mwa hikma zake ni at-tasliya. Yule ambaye atakayepata na msiba, mtihani, hata akiuona mkubwa wa aina gani, anatakiwa ajiliwaze kwa kumwangalia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume alipatwa na msiba zaidi yako. Kuna mwingine anazaliwa yatima, anaanza kulalamika akiwaangalia wenzake, wazazi wake. Naam, ni neema Allah subhanahu wa ta'ala akijalia umekuwa mpaka unakuwa na fahamu zako, unajiweza, wazazi wako bado wako hai, unawasaidia, mna maendeleo mazuri na wazazi wako, ni neema miongoni mwa neema za Allah. Lakini yule ambaye neema hii ameikosa, maana yake amefiwa, hataki kulalamika, anatakiwa aridhie ile makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa mwingine utakuta analalamika, natamani na mimi ningekuwa kama fulani au kama fulani. Anaona kama vile kaonewa na Allah subhanahu wa ta'ala kufiwa na wazazi wake akiwa ni katika umri mdogo. Unatakiwa ujiliwaze kwa aliyekuwa bora zaidi yako. Mtume pia alikuwa yatima. Mtume ambaye ni afdalul khalq, khalilullah, kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala, pia alikuwa yatima. Anazaliwa baba yake ameshakufa. Kwa hiyo katika hikma za Allah subhanahu wa ta'ala kuwapitisha waja wake wema katika misukosuko na mabalaa mikubwa kuliko watakokuja kuyapita baada yao. Watakokuja baada yao ni kujiliwaza kupitia wale wema. Kama ikiwa wale viumbe bora wamepitia misukosuko, wewe nani usipitie? Wewe nani usifikwe na dhikia? Mtume sallallahu alayhi wasallam alipigwa katika vita mpaka jino lake la Rabaia likavunjika. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipigwa mawe na watu wa Taif mpaka akavuja damu, na mambo mengine mengi ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam yalimfika. Manake hakuna yoyote atakayekuja kupatwa na mfano aliyopatwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Dhiki yoyote unayoipitia katika maisha yako, jiliwaze kwa kumwangalia Mtume sallallahu alayhi wasallam na viumbe bora katika masahaba na wema waliotangulia. Wa mata abuhu wa huwa hamlun. Baba yake Mtume amekufa, wa huwa hamlun, na yeye Mtume akiwa katika tumbo la mama yake. Waqila, na wako waliosema baada wiladatihi bi ashhurin, baba yake amekufa baada ya kuzaliwa kwake kwa miezi. Wako waliosema kwamba amekufa baada ya Mtume kuzaliwa kwa miezi kadhaa, baba yake akafa. Waqila bi sanatin, na wako waliosema kwa mwaka, yani amekufa baba yake Mtume baada ya kuzaliwa Mtume kwa mwaka. Waqila bi sanatain, na wako waliosema kwa miaka miwili. Wal mashhuru al-awwal, lakini kauli mashhuri ni ile ya mwanzo tuliyotanguliza kwamba baba yake alikufa Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa katika tumbo la mama yake, akiwa bado hajazaliwa. Wasturdi alahu fi bani Sa'd, Mtume sallallahu alayhi wasallam akanyonyeshwa katika koo na kabila la Bani Sa'd. Fa arda'atuhu, aliyemnyonyesha Mtume sallallahu alayhi wasallam ni Halimatu Sa'diyya, ni mama Halima
as-Sa'diyya. Yani as-Sa'diyya maana yake katika kabila la Banu Sa'd. Kwa hiyo mtume alienda kunyonyeshwa katika koo hii na kabila hili la Banu Sa'd, na aliyemnyonyesha miongoni mwao ni Halima as-Sa'diyya. Na hili limetokana na ada ya Waarabu hapo zamani. Ada ya Waarabu zamani ilikuwa mtoto anapozaliwa anaenda kutafutiwa mama wa kumnyonyesha vijijini huko, lengo ili akue katika malezi ya huko kijijini. Maana yake nini? Zamani ilikuwa huko vijijini, na mpaka leo ndo sehemu ambayo kuna maadili kuliko mjini. Yani maadili yako vijijini kuliko mijini. Vile vile ufasaha wa lugha na kujifunza mambo mbalimbali ya asili. Kwa hiyo ilikuwa wakiwapeleka watoto wao vijijini huko ili wajifunze hayo, ufasaha wa lugha, vile vile maadili yaliokuwa bora, maadili mazuri. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda kunyonyeshwa kwa utaratibu huu. Wazazi wake ambaye ni mama yake akampeleka katika kabila ya Banu Sa'd, akanyonyeshwa na mama Halima as-Sa'diyya. Kama ruwina dhalika biisnadin sahih, kama tulivyopokea hilo kwa sanadi sahihi kwamba mtume alinyonyeshwa katika kabila hilo la Bani Sa'd na alimnyonyesha ni mama Halima as-Sa'diyya. Wa aqama indaha fi Bani Sa'd nahwan min 4 sinin, na akakaa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa Halima, kwa mama Halima fi Bani Sa'd, akiwa katika kabila hilo la Bani Sa'd nahwan takriban min 4 sinin, miaka 4 mtume akakaa huko, akalelewa huko mpaka akawa na miaka 4. Washqa an fuadihi hunaka, washqa an fuadihi, na moyo wake ukapasuliwa huko. An fuadihi, lakini hapa ina maana kifua. Washqa an fuadihi hunaka, na kifua chake kikapasuliwa huko, yani akiwa bado yupo katika malezi ya kabila la Bani Sa'd. Mtume sallallahu alayhi wasallam akapasuliwa. Kio hili la kupasuliwa kifua cha Mtume sallallahu alayhi wasallam, wako wanaochuoni waliosema limetokea mara moja katika umri wake, na hao ni kipindi hichi akiwa na miaka 4, na wako waliosema limetokea mara 2, na wako waliosema limetokea mara 3. Tukio la Mtume sallallahu alayhi wasallam kupasuliwa kifua chake, na lengo la kupasuliwa kifua chake, moyo wake ulitolewa na kuoshwa na Jibril, malaika ambaye ni Jibril. Allah subhanahu wa ta'ala alimtuma, moyo wake ukaoshwa, moyo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo mtume yeye hapitikiwi na wasawis ash-shaytan, wasiwasi wa shaytan, kama vile ambavyo wanapitikiwa watu wengine. Na vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam hawi na ghil, hawi na mafundo, chuki, hasad, kama vile ambavyo hayo yanaweza kutokea kwetu sisi. Mtume sallallahu alayhi wasallam hayo hayawezi kutokea kwa namna yoyote, kwa sababu moyo wake ulisafishwa. Hiyo ni katika hikma ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kupasuliwa kifua chake. Washuqa an fuadi, kwa hiyo tukio hili la kupasuliwa kifua chake ilitokea kipindi hicho akiwa na miaka 4. Faraddatuhu ila ummi, tukio hili lilivyotokea, Halima as-Sa'diyya haraka akamrejesha kwa mama yake. Yani alipata na uoga kwa sababu mtume alikuwa anacheza na watoto wenzake kipindi hicho. Ghafla akachukuliwa, watoto wake wenzake wanaona anachukuliwa, kapasuliwa, wakaenda kuyasimulia yale kwa Halima as-Sa'diyya. Kwa hiyo akapatwa na hofu, akamrejesha kwa mama yake. Faraddatuhu ila ummihi, akarejeshwa kwa mama yake, akamrejesha kwa mama yake. Fakharajat bihi ummuhu ila al-Madina. Na hapa shekhe anaeleza kwa ufupi, kwa sababu kitabu hichi kama tulivyosoma mwanzo, lengo lake sio kurefusha, anafupisha. Lakini kuna mengi ambayo yanatajwa yaliyotokea katika miujiza mbalimbali, mambo yaliyokuwa kinyume na ada katika nyumba ya Halima as-Sa'diyya na mumewe, kwa maana mama yake mtume wa kunyonya na baba yake wa kunyonya.
kuna mengi yalitokea ambayo yako kinyume na ada kwa sababu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika baraka katika ile familia. Na kabla ya hapo mambo hayo yalikuwa hayapo, lakini baada ya kumchukua Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumsimamia na kumlea, ikawa baraka za Allah subhanahu wa ta'ala zinamiminika katika nyumba hiyo. Faraddatuhu ila ummi, Halima akamrejesha kwa mama yake baada ya tukio hilo. Fakharajat bihi ummuhu ila almadina, mama yake akatoka naye, yani mama yake akatoka na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuelekea Madina, kutoka Makka kuelekea Madina. Mtume kwao ni Makka, amezaliwa Makka na mama yake anakaa Makka. Kwa hiyo baada ya kurudi kwa mama yake, katika malezi ya mama yake siku moja akatoka naye wakaelekea Madina. Tazuru akhwalahu, mama yake ameelekea Madina kwenda kuwazuru na kuwatembelea wajomba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani kwa maana akienda kuwatembelea ndugu zake, yani mama yake, ndugu wa mama yake wa kiume, ambao hawa wanakuwa ni wajomba kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa mama yake akatoka na Mtume kuelekea Madina, akienda kuwazuru wajomba wa Mtume, kwa maana kaka zake bil Madina, ambao wako huko Madina. Fatuwfiyat bil abwai, mama yake akafishwa sehemu inayoitwa Abwa. Mama yake akafishwa sehemu inayoitwa Abwa, wa hiya raji'atun ila Makkah, akiwa ni mwenye kurudi Makkah, yani baada ya kwenda Madina kuwatembelea wajomba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakiwa njiani sasa wanarudi, walipofika sehemu ya Abwa, mama yake akafa sehemu hiyo. Wala hu min al-umri, na yeye Mtume akiwa na umri wa 6 sinina, miaka 6, wa 3 ashhurin, na miezi 3, wa 10 ayamin, na siku 10. Kwa hiyo Mtume baba yake amekufa akiwa bado hajazaliwa, mama yake amekufa akiwa na miaka 6 kabla ya kubaligha. Ameondokewa na wazazi wake wote wawili kabla hajajafika miaka ya 7. Akiwa miaka 6 na miezi 3 na siku 10 mama yake akafa. Waqila, na wako waliosema bal 4 sinin, bali mama yake alikufa akiwa na miaka 4. Wako waliosema hivi. Almuhim, kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam wazazi wake walikufa akiwa bado na umri mdogo. Waqad rawa Muslim fi sahihi, na amepokea Imam Muslim katika kitabu chake Sahih, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam, lamma marra bil abwa'i, Mtume alipopita sehemu ya Abwa. Sasa bani baada ya kuwa Mtume kashapewa utume, kashakuwa mkubwa, alipopita ile sehemu ya Abwa ambayo mama yake alikufa sehemu hiyo, yani baadaye sasa huko baada ya kushapewa utume, kashakuwa na dola kubwa. Lamma marra bil abwa, alipopita sehemu ya Abwa, wa huwa dhahibun ila Makkah, na yeye akiwa ni mwenye kuelekea Makkah, anatoka Madina sasa. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam, tutaona huko mbele, baada ya kupewa utume kalingania Uislamu kwa miaka kadhaa, baadaye akapewa ruhusa ya kuhama kuelekea Madina. Alipohama Madina hajarudi tena Makkah, kwa sababu Makkah ulikuwa bado ni mji wa kishirikina, na kuhama maana yake ni kuhama kutoka kwenye mji wa kikafiri, mji wa kishirikina, kwenda kwenye mji wa Uislamu, na haifai tena kurudi tena katika mji huo. Kwa hiyo Mtume akarudi sasa Makkah kwenda kuufungua na kuufanya kuwa ni mji wa Kiislamu, sio tena mji wa kishirikina. Sasa katika mwaka huo, wakati anarudi, akapita ile sehemu ambayo mama yake amekufa na kuna kaburi la mama yake pale. Lamma marra bil abwa'i, alipopita sehemu ya Abwa, wa huwa dhahibun ila Makkah, na yeye Mtume anaelekea Makkah, aama al-fath, ule mwaka wa kuifungua Makkah, ilikuwa ni mwaka wa 8 Hijria. Mwaka wa 8 Hijria, Mtume sallallahu alaihi wasallam dola kubwa Madina. Kuna masahaba wake amehama nao kutoka Makkah kuelekea Madina, na kuna masahaba walikuwa kule Madina, maansar wamewapokea. Waislamu wakaingia, yani watu wakaingia katika Uislamu makundi kwa makundi. Mtume akawa na jeshi kubwa, anatoka Madina sasa kwenda kuifungua Makkah mwaka wa 8 Hijria. Wakati ani katika njia ya kuelekea Makkah, akapita sehemu ile ya Abwa. Ndio anasema alipopita sehemu hiyo, istadhana rabbahu,
akamuomba idhni Mola wake, akamwomba ruhusa Allah subhanahu wa ta'ala fi ziyarati qabri ummi, katika kuzuru kaburi la mama yake ambalo liko Abwa. Faadhina lahu, Allah subhanahu wa ta'ala akamruhusu. Fabaka, mtume akaenda kwenye kaburi la mama yake akalizuru. Fabaka, mtume alipofika pale akalia, rahma, pata na huruma ambayo ya kibwanadamu. Fabaka, mtume akalia. Wa abika man hawlahu, na akawaliza wale kwa pembezoni mwake. Masahaba ilikuwa mtume akilia na wao wanalia. Kwa fabaka wa abka man hawla, mtume akalia na walilia wale kwa pembezoni mwake, akawaliza wale kwa pembezoni mwake kwa sababu ya kulia kwake. Yani hawa masahaba walikuwa wanalia kwa sababu mtume analia. Mtume analia rahma kwa mzazi wake, wao walikuwa wanalia kwa sababu mtume analia. Na hiyo ndio ilikuwa sifa ya masahaba. Mtume alikuwa akilia na wao wanalia, hata kama ikiwa hawajui sababu. Mtume analia na wao wanalia, wanajua kuna kitu kikubwa hapo, mpaka mtume sallallahu alayhi wasallam analia. Wa kana ma'ahu 1000 muqanna'in. Na hapa kuna kitu kikubwa cha kujifunza ambacho tutakitaja mwisho huko baadaye, kwamba hii ilikuwa ndio hali ya maswahaba ridwanullahi alayhi, mpaka mtume akilia na wao wanalia, hata kama ikiwa hajui sababu. Kama tu mtume analia na yeye analia. Sahaba, namna mtume wanavyomtukuza katika nyoyo zao maswahaba, namna mtume wanavyomtukuza katika nyoyo zao, na nafasi ya mtume katika nyoyo za maswahaba ridwanullahi alayhi, jambo la kuzingatia. Wa kana ma'ahu 1000 muqanna'in, na walikuwa pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam watu 1000 muqanna'in, wamefunika nyuso zao. Muqanna'in maana yake wale ambao wamefunika nyuso zao kwa vitambaa, wale ambao wamefunika nyuso zao kwa nini? Kwa vitambaa, alqina', vitambaa. Lakini hapa inakusudiwa chuma, yani kile anachokivaa ima mwanajeshi au askari vitani, katika ile albayda, maana yake kile kitu cha chuma kuzuia silaha ima panga au mfano wake hivi simpate, kwa sababu walikuwa wanatoka wanaenda kuifungua Makka, wanatoka Madina kwenda kuifungua Madina. Kwa walikuwa wakiwa wamevaa yale machuma ya vitani masahaba. Kwa hiyo wakana maahu, na walikuwa pamoja na mtume sallam 1000 muqanna'in, watu 1000 wamefunika nyuso zao kwa vile vyuma, yani bil hadidi, wamejifunika kwa vyuma kwa sababu walikuwa wanaenda kupambana kwenda kuifungua Makka. Falamma matat ummuhu, alipokufa mama yake. Sasa tunaendelea, manake hapa ameingiza hii kama kutoa faida, kwa sababu tumeishia kwamba mama yake mtume amekufa sehemu ya Abwa akiwa na umri wa miaka 6 au miaka 4 kama alivyosema baadhi. Kwa hiyo falamma matat ummuhu, alipokufa mama yake mtume akiwa na miaka 6, hadanatuhu ummu Ayman, akamlea akamuingiza katika malezi yake ummu Ayman, ambaye ummu Ayman jina lake ni Barakatul Habashiyya, jina lake anaitwa Barakatu al-Habashiyya. Kwa hiyo mtume akiwa na miaka 6 akaingia katika malezi ya mama huyu radhiyallahu anha, Allah mridhie, ummu Ayman. Na huyu Ayman ilikuwaje mpaka akamlea mtume sallallahu alayhi wasallam? Anaeleza, wa hiya maulatuhu, huyu ni kijakazi wa mtume aliyeachwa huru. Maulatu ni yule kijakazi kisha akaachwa huru, maana yake alikuwa ni kijakazi wa mtume kisha mtume akamwacha huru, maana baada ya kuacha huru hawi tena kijakazi. Kwa hiyo wahi ya maulatu, na huyu ni huri, maana yake ni yule mtume aliyeachwa huru, ni huri wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Warithaha, alimrithi min abi, kutoka baba yake Abdullah. Kwa hiyo alikuwa ni kijakazi wa Abdullah. Alipokufa Abdullah, kijakazi katika sheria maana yake ni mali, anapewa hukumu ya mali. Kwa alipokufa Abdullah, miongoni mwa mali zake ni huyu kijakazi, moja kwa moja akamrithi nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume akamwacha huru. Kwa hiyo huyu ndo ambaye alimlea
mtume sallallahu alayhi wasallam. Wakafalahu jadduhu Abdul Muttalib, wakafalahu jadduhu Abdul Muttalib, na aliyemsimamia mtume sallallahu alayhi wasallam ni babu yake Abdul Muttalib. Kwa alikuwa katika malezi ya Ummu Ayman, lakini katika usimamizi wa babu yake, maana yake gharama za matumizi, malazi, vyakula, mavazi, gharama zote ziko kwa nani? Kwa Abdul Muttalib. Wakafalahu, na akamsimamia mtume sallallahu alayhi wasallam babu yake Abdul Muttalib kipindi hicho na miaka 6. Falamma balagha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam min al-umri 8 sinin tuwfiya jadduhu, mtume alipofika miaka 8 katika umri wake akafishwa babu yake. Miaka 6 mama yake amekufa, miaka 2 anakaa, babu yake anakufa ambaye ni msimamizi wake. Alipokufa babu yake, wa awsa bihi ila ammihi Abi Talib, wa awsa bihi, akausia, yani babu yake Abdul Muttalib akausia kwamba huyu mtume aende kwa ami yake ambaye ni nani? Abi Talib, aende kwa ndugu wa baba yake. Al-ammu ni akhul abi, ni ndugu wa baba wa kiume, ndugu wa baba wa kiume. Kwa Kiarabu anaitwa al-ammu, awe mkubwa awe mdogo. Sisi tunasema kwa Kiswahili baba mdogo au baba mkubwa, kwa Kiarabu ni al-am, ami. Wengine wanasema hivyo hivyo ami. Akiwa ni ndugu wa kike, ndugu wa baba wa kike, al-amma unaikate, kwa sisi tunasema shangazi. Kwa hiyo babu yake Abdul Muttalib alipokuwa nakufa akahusia kwamba huyu aende kwa ami yake, ndugu wa baba yake ambaye ni Abi Talib. Na kwa nini alihusia? Li'annahu kana shaqiqa Abdullah, kwa sababu Abu Talib ndio alikuwa tumbo moja, yani ndugu wa tumbo moja, ndugu wa damu na baba yake mtume Abdullah. Kwa hiyo Abu Talib na Abdullah walikuwa ni ndugu wa damu yake, ndugu wa tumbo moja. Fakafalahu, akamsimamia. Kwa hiyo Abu Talib akamsimamia mtume ambaye ni mtoto wa kaka yake, mtoto wa ndugu yake. Wahatahu atamma hiyatatin, wahatahu akamhifadhi, atamma hiyatatin, hifadhi iliyotimia, akamhifadhi hifadhi iliyotimia. Wa nasarahu, akamnusuru, yani Abu Talib akamnusuru mtume. Hina ba'athahu Allahu a'azza nasrin, pindi Allah subhanahu wa ta'ala alipompa utume, alipomtuma akamnusuru a'azza nasrin, nusra iliyokuwa tukufu, nusra kubwa. Ma annahu kana mustamirran ala shirkihi, pamoja na kuwa ilikuwa ni mwenye kuendelea katika shirki yake, hakuslim. Pamoja na wema wake mkubwa aliofanya Abu Talib kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini aliendelea katika shirki yake, alikuwa ni mwenye kuendelea katika shirki yake, hakuingia katika Uislamu ila an mata, mpaka alipokufa. Na sababu kubwa ya kutoingia katika Uislamu Abu Talib ni kuihifadhi mila ya babu zake. Hiyo ndio sababu kubwa, lakini anakiri mwenyewe Abu Talib kwenye maneno yake kwamba mtume ni mtume wa haki na Uislamu ni dini ya haki. Kwa hiyo kilichomsababisha kutoingia katika Uislamu sio kwamba anaona kwamba ni dini ya batili, hapana, ni kwa sababu tu afe katika mila ya Abdul Muttalib, mila ya baba yake na babu zake basi. Na hili ndio uhalisia wa wengi katika makufari, wengi katika makafiri. Sio kwamba hawajui kwamba Uislamu ni dini ya haki, wanajua kwamba Uislamu ni dini ya haki. Kila mwenye akili anajua kwamba Uislamu ni dini ya haki, kila mwenye akili vizuri anajua kwamba Uislamu ni dini ya haki. Kwa hiyo Mayahudi, Manasara, wengi wao wanakiri kwamba Uislamu ni dini ya haki, lakini sababu zinazowazuia kuingia katika Uislamu ni sababu za kijinga, ni sababu za kijinga. Si kwamba labda anaamini dini yake ndio ya haki, hapana, au anaitaka dini yake ya haki. Anajua kwamba Uislamu, akilinganisha Uislamu na dini yake, sheria za Uislamu na sheria za dini yake ambazo zimepotoshwa, anajua kabisa Uislamu ndio dini ya haki.
lakini sababu zinazomzuia kuingia ni sababu hafifu nyingi tu, kwa sababu mtu amezaliwa katika Ukristo, kwa sababu amezaliwa ni Myahudi. Ndio maana yani kinachotia nguvu kwamba Uislamu ni dini ya haki, ni ngumu kusikia Muislamu ameritadi. Yani ni ngumu kusikia Muislamu amefanya nini? Ameritadi. Na hii ni alama ambayo Abu Sufyan kipindi hicho kabla hajaslimu alivyoenda kwa mfalme wa Rumi Herakl, akamuuliza hiyo dini ya Muhammad watu wake wanazidi au wanapungua? Akamwambia bali yazidun, bali wanazidi. Akasema hiyo ni dini ya haki, hiyo ni dini ya haki. Dini ya haki watu wanazidi, hawapungui, na watu hawatoki, wakiingia hawatoki. Kwa katika alama za wazi Uislamu kusikia mtu karitadi ni ajabu, yani jambo la ajabu mtu kusikia karitadi. Lakini kusikia Wakristo wameslimu jambo la kawaida, tena wengi wanaweza kwa mkupua kutokea wengi wakaingia, kwa sababu ni dini ya haki. Na kile ulichokuwa nacho wengi wao wanafuata si kwa sababu ni dini, wanafuata kwa sababu wamezaliwa katika jambo hilo. Mtu hajui hata kile anachokiitakidi, mtu hata hajui Mungu wake na muitakidi. Imeleka. Kwa hiyo huyu akilinganiwa akiwa akituliza akili yake ni rahisi kuslimu. Na ndio maana wengi kila siku wanaslimu. Kila siku wanaslimu. Tena makundi kwa makundi, 10 kadha. Lakini kusikia Muislamu ameritadi ni jambo geni sana. Inaweza kama mwaka mara moja, mtu mmoja tu ukasikia. Na ukisikia na watu wanashangaa. Hii ni alama kwamba Uislamu ni dini ya haki. Kwa hiyo Abu Talib alikuwa nakiri kwamba Uislamu ni dini ya haki na mtume ni mtume wa haki, lakini kilichomzuia ni hicho tu, kwa sababu wakati anakufa Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwendea ami yake, anamwambia tamka la ilaha illa Allah. Neno hili tu, neno moja tu, ukisema la ilaha illa Allah nitakuombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa. Lakini pembezoni mwake kulikuwa na wale watukufu katika Makuraish, akamwambia atarghabu an millati Abdul Muttalib, unaiacha mila ya baba yako Abdul Muttalib? Akafa katika mila hiyo kwa sababu hiyo tu, lakini anajua kwamba Uislamu ni haki. Na hapa vile vile manake ukiangalia sababu hizi ndogo, mtu anaacha dini ya haki, dini ya haki ambayo ndio salama yake duniani na akhera. Kwa nini? Tawfik ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa pamoja na yote unatakiwa mtu amuombe Allah subhanahu wa ta'ala tawfik, Allah amuwafikishe. Fakhaffafa Allah bidhalika, kisha anasema Allah subhanahu wa ta'ala akamkhafifishia min adhabihi, adhabu yake. Yani Abu Talib ataadhibiwa, amekufa katika hali ya ukafiri, ataadhibiwa motoni milele na milele, lakini adhabu yake itakuwa ni hafifu kulingana na makafiri wengine. Adhabu yake milele motoni, lakini adhabu yake ni hafifu kulingana na makafiri wengine, kwa sababu mtume alimwomba Allah subhanahu wa ta'ala amkhafifishie adhabu kwa yale aliyoyasimamia katika kumnusuru mtume sallallahu alayhi wasallam. Hata alipokuwa akiudhiwa na makafiri wenzake kwa sababu ya kulingania Uislamu, alikuwa anakuwa upande mmoja na mtume sallallahu alayhi wasallam. Fakhaffafa Allahu bidhalika min adhabi, Allah kamkhafifishia kwa hayo adhabu yake, kama sahha alhadithu bidhalik, kama ilivyosihi hadithi kwa hayo. Wa kharaja bihi ammuhu ila Sham, kisha mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa katika malezi ya ami yake Abu Talib, alipokuwa katika malezi ya ami yake Abu Talib, tumeona baada ya miaka 6 akaenda kwa Ummu Ayman malezi akisimamiwa na babu yake, miaka 8 akafa, akaenda kwa ami yake Abu Talib. Akiwa katika malezi ya ami yake, siku moja kharaja bihi ammuhu ila Sham, ami yake alitoka naye kuelekea miji ya Sham, fi tijarati, katika biashara, wa huwa ibnu 12 sana, akiwa na umri wa miaka 12 akatoka naye, hakumwacha Makka. Wadhalika, sababu kubwa min tamami lutfihi, ukamilifu wa upole wake kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, liadami man yaqumu bihi idha tarakahu bimakka, kwa kukosekana atakayemsimamia ikiwa atamwacha Makka, hakuna kumsimamia, ikabidi atoke naye. Faraa huwa wa ashabu, akaona yeye Abu Talib wa ashabuhu na watu wake,
mimman kharaja ma'ahu, katika wale waliotoka naye ila Sham, kuelekea huko Sham, min al-ayati, katika miujiza, fihi, kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, ma zada ammuhu fil wasati bihi wal hirsi alayhi, mambo ambayo yalipelekea ami yake kuzidisha fil wasati bihi, kumuhusia, yani kuhusia kuhusu mtume sallallahu alayhi wasallam, mambo ambayo yalimzidisha ami yake kuhusia kuhusu mtume sallallahu alayhi wasallam, yani kuhusia watu wamhifadhi, wamhami, wamkirimu mtume sallallahu alayhi wasallam, wal hirsi alayhi, na kuwa na pupa na mtume sallallahu alayhi wasallam katika kumsimamia na kumhifadhi na kumlinda. Kama rawahu Tirmidhi, kama alivyopokea hayo Imam at-Tirmidhi fi jami'ihi, katika kitabu chake Jami', bi isnadin, kwa sanad, rijaluhu kulluhum thiqat, wapokezi wake, yani hiyo hadithi wapokezi wake wote ni waaminifu, maana ni hadithi ambayo ni sahihi. Katika hayo yalopokelewa ambayo wameyaona kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, min tadlilil ghamamati lahu, mawingu kumfunika mtume sallallahu alayhi wasallam. Ilikuwa akitembea hivi katika njia, kuna jua, wao wanapigwa na jua, lakini mtume mawingu yanamfunika, wakaona, yani wameshuhudia wao wenyewe kwa macho yao. Na hayo ni katika mambo yaliyopelekea Abu Talib aamini kwamba mtume ni wa haki. Wa maili shajarati, na kupinda kwa miti, bidhilliha, kupinda kwa miti na vivuli vyake, alayhi, kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume alikuwa akikaa, basi mti unapinda, unamili kumfunika na kivuli chake mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa tabshiri bahira ar-rahib bihi, na bishara ya Bahira ni yule mwanachuoni wa Kiyahudi ambaye walikutana naye katika safari hiyo, akatoa bishara kwamba huyu mtume, kwa yale aliyoyaona, kwamba huyu Muhammad, kipindi hicho bado kijana, akiwa miaka 12, atakuja kuwa ni mtume, atakuwa ni mtu mtukufu. Wa tabshiri bahira ar-rahib bihi, na bishara ya yule mwanachuoni wa Kiyahudi ambaye ni Bahira, jina lake ni Bahira ar-rahib, mwanachuoni wa Kiyahudi, ametoa bishara kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa amrihi li ammihi, na alipomwamrisha ami yake, huyo mwanachuoni huyo ambaye ni Bahira, alipomwamrisha ami yake birujui bihi, arudi naye, akamwambia haraka rudi naye, li alla yarahu alyahud, ili wasimuone mayahudi, fayarmunahu su, mayahudi wakimuona wakaona ya zile alama alizokuwa nazo mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu wao wanamjua kwa sifa zake, yani mtume ametajwa kwa sifa zake ndani ya Taurat. Kwa hiyo wakimwona wanamjua kwamba huyu atakuja kuwa mtume, alafu atakuwa ni Mwarabu. Wao wanatarajia awe Myahudi, mwana wa Israeli, lakini Mwarabu. Na ndio sababu Myahudi kumkataa mtume sallallahu alayhi, si kwamba hawajui ni mtume wa haki, wanajua kuwa ni mtume wa haki, lakini kwa sababu ni Mwarabu, sio Myahudi, ili Mayahudi wasije kumuona, fayarmunahu su'an, wakamzulia mabaya, wakamzulia maovu. Wal hadithu lahu aslun mahfudh, na hadithi iliyoeleza hayo ni hadithi yenye asili, msingi uliohifadhiwa. Wa fihi ziyadatun ukhra, na ndani yake kuna ziada nyingine hajazitaja hapa. Thumma kharaja thaniyan ila Sham, kisha akatoka mara ya pili kuelekea Sham. Mtume sallallahu alayhi wasallam kuelekea Sham, fi tijaratin li Khadijata binti Khuwailid, lakini hii mara ya pili mtume ametoka katika biashara ya Khadija binti Khuwailid radiyallahu ta'ala anha ma'a ghulamiha, akatoka katika biashara ya Khadija binti Khuwailid ma'a ghulamiha, akiwa pamoja na kijana wa Khadija, yani mtumwa wa Khadija, khadim, mfanyakazi wa Khadija. Kwa hiyo mtume alitoka katika biashara ya Khadija akiambatana na mfanyakazi wake, mfanyakazi wa Khadija ambaye ni Maisara, jina lake anaitwa Maisara. Ala sabili Maisara, mtasikadhania kwa majina la kike, ni mwanaume Maisara. Ala sabili alqarad, kwa njia ya mudharaba. Alqarad maana kwa njia ya mudharaba. Njia ya mudharaba ni nini? Mudharaba ni ule ushirika, wanashirikiana watu wawili au zaidi ya wawili, upande mmoja unatoa mali,
Upande mmoja unatoa mali, upande mwingine unatoa nguvu kazi. Faida mnagawana vile mnavyokubaliana. Kwa hiyo mtume akatoka katika biashara hiyo na Khadija kwa njia ya mudharaba. Maana yake mali ni ya Khadija, lakini nguvu kazi kafanya nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha faida wanagawana vile walivyokubaliana. Kwa hiyo akatoka katika biashara ya Khadija kwa njia ya mudharaba, kwa njia ya qarat. Mali katoa yeye, yani mtaji, rasul mal, mtaji anatoa mmoja ambaye ametoa Khadija, na al-amal, kazi anafanya mwingine, alafu faida mnakuja kugawana vile mlivyokubaliana. Faraa Maisaratu ma bahirahu min sha'nihi, Maisara akaona mambo mengi katika miujizat ambayo yapo kinyume na ada. Kama kwenye safari yake ya kwanza, Maisara sasa akaona yeye mabahirahu, yaliyomshangaza katika jambo lake, yaliyomshangaza katika jambo la Mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika hayo faida kubwa iliyopatikana, haijawahi kupatikana faida mfano wake katika biashara nyingine. Kwa sababu Maisara ni mfanyakazi wa Khadija, maana yake anafanya biashara nyingi za Khadija, lakini haijawahi kutokea faida kubwa kama kwenye biashara hii ambayo imetoka na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faraja, akarudi Maisara, fa akhbara sayyidatahu, akamkhabarisha bosi wake, akamkhabarisha bwana wake ambaye ni nani? Khadija. Bima raa, kwa kile alichokiona, kama nimeona haya kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Khadija aliposikia yale, alikuwa ni rashida, mwanamke mwenye akili, mwerevu. Aliposikia yale, faraghibat ilayhi an yatazawajaha, akamtaka Mtume sallallahu alayhi wasallam amuoe. Yani Khadija ndio alimtaka Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hii inaashiria kwamba hakuna ubaya ikitokea almuslima, binti wa Kiislam, kumtaka kijana wa Kiislam aliyemwona kwamba yeye kwamba ametahassan katika tabia njema, maadili mazuri, wala sio aibu wala sio fedheha. Kwa sababu Khadija alimtaka Mtume sallallahu alayhi wasallam, lima rajat fi dhalika alkhair alladhi jama'ahu Allah laha. Lima rajat, kwa kile alichokitarajia katika hiyo ndoa, katika alichokitarajia Khadija katika hiyo ndoa, katika khairi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atamkusanyia yeye. Wa fawqa ma yakhturu bibali basharin, na zaidi, na khairi ambayo ni zaidi ya vile inavyopita kwenye akili ya mtu. Ametaraji kwamba katika hilo kutakuwa na khairi ambayo Allah atamkusanyia yeye, na zaidi, yani khairi kubwa ambayo zaidi inavyopitikia kwa mtu kwenye akili yake, atapata mengi katika khairi. Fatazawajaha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume akamuoa Khadija, walahu 25 sana, na yeye Mtume akiwa na miaka 25. Mtume anaoa ndoa yake ya kwanza akiwa na umri wa miaka 25. Lakini hii sio kwa maana ndio sunna mtu kuoa na miaka 25. Kikubwa vigezo vya kisheria viwepo na ile haja iwepo. Sawa mtu awe ameoa kabla ya hapo au zaidi ya hapo, lakini vizuri kwa ujumla mtu awahi kuoa. Yani zawaj al-mubakkir ni jambo ambalo ni maulama wanalihimiza. Wa kana Allah, ama Khadija katika kauli mashhur alikuwa na miaka 40 wakati Mtume anamuoa Khadija. Kauli mashhuri kwamba Khadija alikuwa na miaka 40, maana alikuwa ni zaidi ya Mtume sallallahu kwa miaka kadhaa. Na wako waliosema sio miaka 40, miaka 28. Alimzidi Mtume miaka 3 peke yake, miaka 28. Lakini wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam anamuoa Khadija, alikuwa tayari alishawahi kuolewa Khadija, na alikuwa na watoto wawili. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuoa Khadija, na yeye akazaa naye watoto 6 katika watoto wake 7. Wa kana Allah subhanahu qad sanahu wa hamahu min sighari. Aendelea kusema, na alikuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemkinga Mtume na kumhifadhi tongea utotoni mwake. Wa taharahu, na akamtaharisha min danasil jahiliya, na uchafu wa kijahiliya. Mtume hakuwahi kuabudia sanamu wala kusujudia sanamu wala kunywa pombe wala kufanya mambo yoyote ya uchafu na ya kijahiliya. Mtume alikingwa nayo tongea udogoni mwake. Kabla ya kupewa utume alikuwa anasifika na sifa njema. Wa min kulli aibin, na kila kasoro. Wa manahahu, na Allah alimpa kulla khuluqin jamilin,
kila tabia njema, hatta lam yakun yu'rafu baina qaumihi illa bil amin, mpaka ikawa hafahamiki baina qaumihi, baina ya watu wake, isipokuwa kwa sifa ya al-amin, kama ni mtu mwaminifu. Na ilikuwa watu wote wanahifadhi amana zao kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, mpaka mtume siku anayohama anaelekea Madina akampa Ali ibn Abi Talib amana za watu azirejeshe, kwa maana wao wenyewe hata baada ya mtume kuwa mtume sallallahu walikuwa nakiri kwamba ni as-sadiqul amin, amana zao wanahifadhi kwa mtume. Mtume anapewa ruhusa ya kwenda Madina, anahama, anampa Ali, rejesha hizi amana kwa watu. Yani hapo baada akishakuwa mtume, baada ya miaka 10 walikuwa wanampiga vita, lakini wanakuwa nakiri kwamba ni as-sadiq al-amin. Yani katika hilo hawatofautiani watu wawili. Lima shahadu min taharatihi, kwa yale waliyoshuhudia katika usafi wake, wa sidqi hadithihi, na ukweli wa mazungumzo yake, wa amanatihi, na amana yake na uaminifu wake. Hatta innahu, mpaka ikafikia hali, lamma banat quraish al-Kaaba, Quraish walipojenga Kaaba, walivunja wakaijenga tena upya. Walipoijenga Kaaba fi sanati 35 min umrihi, katika mwaka, yani katika umri wake mtume akiwa na miaka 35, akiwa katika mwaka wake wa 35 katika umri wake, yani mtume akiwa na miaka 35. Fawasalu ila mawdi' al-hajar al-aswad, wakajenga mpaka walipofika ile sehemu sasa ya kuweka jiwe jeusi. Ishtajaru, yani katika Kaaba kuna sehemu una jiwe jeusi, kwa walipojenga, walipofika ile sehemu sasa ya kuweka jiwe jeusi, wakazozana. Ishtajaru, wakazozana, nani aweke, fi man yada'u al-hajara mawdi'ahu, nani aliweke jiwe jeusi hili sehemu yake pale katika Kaaba. Kila mtu anataka yeye, kwa sababu jambo tukufu, jiwe jeusi jambo tukufu. Faqalat kullu qabila, likasema kila kabila, nahnu nada'ahu, kwa sababu makabila ya Quraysh yako mengi yameshirikiana kujenga Kaaba. Kila kabila sisi tunaweka, sisi ndio tuna haki ya kuweka. Thumma ittafaqu ala an yada'ahu, kisha wakakubaliana waliweke, atakayeweka jiwe hilo au waludakhilin alayhi, yule wa mwanzo atakayeingia kwa wao. Fakana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akawa ni mtume wa kwanza kuingia katika msikiti. Yani walisema kwamba wa mwanzo kuingia msikitini huyo ndo atakuwa na haki ya kuliweka jiwe hili jeusi. Faqalu, wakasema jaa al-amin, walipomwona kwamba mtume ndo wa kwanza wote wakaridhika, amekuja muaminifu. Faradhu bihi, wakamridhia. Faamara bithawbin, mtume akaamrisha iletwe nguo. Fawada al-hajara fi wasatihi, kisha akaweka lile jiwe katikati ya ile nguo. Wa amara kulla qabilatin, kisha akaamrisha kila kabila an tarfa bijanibin min jawanibi thawb, linyanyue upande katika pande za nguo. Yani kila kabila likashika ncha katika zile ncha za nguo, kisha akawaamrisha wanyanyue wote kwa pamoja mpaka ile sehemu ya kuliweka lile jiwe. Walipofika pale, thumma akhadha al-hajara, kisha mtume akalichukua lile jiwe kwa mkono wake. Fawada'ahu mawdi'ahu, akaliweka mahala pake mtume sallallahu alayhi wasallam. Na mpaka hapa tumemaliza fasli hii inahusiana na mazazi ya mtume sallallahu alayhi wasallam na kunyonya kwake na makuzi yake.